adui watatu kwa vijana. Adui watatu kwa vijana. Vijana wanakabiliana na maadui hawa watatu kwenye maisha yao kwa lengo la kuwazuia wasitimize kusudi lao, wasitimize wajibu wao, wasitimize malengo yao ndani ya familia, ndani ya jamii, ndani ya kanisa na ndani ya taifa. Na hawa maadui wanawazuia kwa namna ipi? Wanawazuia vijana wasiwe watu wa kutenda haki, wasiwe watu waadilifu au waaminifu, wasiwe watu watakatifu. Na maadui hao ni wapi sasa? Maadui hao ni hawa. Wa kwanza ni Shetani. Na hawa maadui wanategemeana. Huyu adui wa kwanza anamsaidia adui wa pili, adui wa pili anamsaidia adui wa tatu. Maana yake adui wa kwanza akipata nguvu, adui wa pili na yeye atakuwa na nguvu, na adui wa pili akiwa na nguvu, adui wa tatu atakuwa na nguvu pia, ataweza kutimiza kusudi lake. Sasa Shetani anakuwaje adui? Shetani anakuwaje adui? Anakuwa adui, ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4 anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Mungu wa dunia hii, yaani Shetani. Shetani ndio anayetambulika kama Mungu wa dunia hii kwa sababu amepewa kutawala na kumiliki katika hii dunia tangu Adamu alipoanguka dhambini. Aliyekuwa amepewa kumiliki na kuitawala dunia alikabidhisha dunia hii kwa Shetani. Shetani akawa na uwezo wa kumiliki na kutawala, lakini uungu wake unaishia hapa duniani. Baada ya hapo ni jehanamu ya moto milele. Hakuna cha uungu, hakuna cha kutawala, wote ni kuteketea. Sasa anakuwaje adui? Anakuwa adui kwa vijana kwa kukamata fikra, akili, mawazo ya vijana, ufahamu wa vijana. Anakamata. Akishaweza kukamata akili ya kijana, huyu kijana atakapokutana na adui wake wa pili ambaye ni dunia, hatakuwa na ujasiri wa kumkabili, wa kumshinda huyu adui wa pili. Kwa hiyo nini anatakiwa afanye huyu kijana? Anatakiwa hakikishe adui wa kwanza hapati nafasi, hapati nguvu ndani ya maisha yake. Na ili aweze kuhakikisha huyu adui wa kwanza Shetani hana nguvu, hana nafasi kwenye maisha yake, anatakiwa ahakikishe amemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ili Roho Mtakatifu akae ndani yake na amwezeshe. Sasa utanielewa mahali hapa nitakapokueleza huyu adui wa pili anachokifanya baada ya adui wa kwanza kupata nguvu. Adui wa pili anachokifanya ambaye nimekwambia ni dunia. Na dunia hii ninayoeleza ni watu wanaokuzunguka, marafiki ulionao, jamii unayoishi nayo. Sasa Shetani ameikamata akili yako, hauwezi kufikiri vizuri, kufikiri sahihi kwa ufasaha. Na wewe umezungukwa na watu wanaotenda mabaya, watu wanaotenda maovu, watu wanaotenda uharibifu, watu wanaotenda dhambi. Yaani umezungukwa na watu ambao wao kufanya uzinzi ni kitu cha kawaida, wao kunywa pombe ni kitu cha kawaida, wao kuiba ni kitu cha kawaida, wao kufanya maisha, yani kuishi bila utaratibu ni kitu cha kawaida, kutembea na wanawake wa wengine ni kitu cha kawaida, kutembea na wanaume wa wengine ni kitu cha kawaida. Umezungukwa na watu ambao hawana utaratibu wa kuishi, hawana nidhamu ya kuishi, wanaishi vyovyote vile. Na Shetani ameshaikamata akili yako. Rafiki yangu, hautakuwa na pa kukwepea. Lazima hao watu watakushawishi kuingia kuyafanya yale wanayoyafanya. Na uwe na uhakika ukiwa mtu wa namna hiyo, hautoweza kuwa mtu wa haki, hautoweza kuwa mwadilifu, hautoweza kuwa mtakatifu. Na sasa utanielewa hapa ninapokwenda kukueleza kwa habari ya huyu adui wa tatu. Adui wa tatu ni mwili wako. Adui wa tatu ni mwili wako. Mwanzo nilikwambia hawa maadui wanategemeana. Sasa angalia, Shetani kakamata akili,
umezungukwa na watu wanaotenda maovu, wasioishi kwa utaratibu, na mwili wako unataka, mwili unashawishi, mwili huwa unashawishi, na kuna wakati mwili, hisia zinaamka za mwili, unatamani kufanya tendo la ndoa, lakini wewe ni kijana, haujaoa, haujaolewa. Sasa umezungukwa na watu ambao wanakwambia, kijana, huwezi ukaishi bila mwanamke, bila msichana. Kijana wa kiume huwezi ukaishi bila msichana, wala wewe dada huwezi ukaishi bila mwanaume. Lazima upate mwanaume. Wewe ushakuwa mtu mzima bwana, unaishije bila mwanaume? Unaishije bila mwanamke? Pata mtu wa kutoka naye, wa kuenjoy naye, wa kufurahi naye. Pata mtu. Sasa umezungukwa na watu wa namna hiyo, jamii ya aina hiyo, unahisi mwili na wenyewe unataka, hisia zinapoamka zinakushawishi. Sasa umezungukwa na watu wa namna hiyo, na halafu sasa shetani ameikamata akili yako. Huwezi ukafikiria sahihi wala kufikiria kwa ufasaha kwamba kesho yako ni ya muhimu, kusudi lako ni la muhimu, malengo yako ni ya muhimu kuliko hata hizo hisia za muda tu, kuliko hata hizo hisia za dakika 2-3, kuliko hata hicho kitu ambacho mnaweza kukifanya kwa dakika 2-3. Ni cha muhimu. Maisha yako ya utakatifu ni ya muhimu kuliko hata hivyo ambavyo unaviona na vinatamanika. Maisha yako ni ya muhimu, lakini wewe unasema imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi kwamba ni dhambi? Ndiyo ujue kama shetani amekukamata akili yako, utaanza kusikia imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Mbona fulani anafanya? Mbona fulani na yeye ni mtumishi anafanya? Mbona na yeye tunamwona anahubiri, anafanya, anaishi hivyo? Mbona na yule amevaa vile na anaimba kwaya na anahubiri? Mbona na yeye kavaa vile? Mbona na yeye kafanya kile? Rafiki yangu, kwenye ulimwengu huu usije ukasema tumeokoka. Unaishi nasema tumeokoka. Hamna hiyo tumeokoka. Sema nimeokoka. Hiyo tume ni ya kwako. Sema nimeokoka, kwa sababu watu wanakuaga na maisha ya aina mbili. Unaweza kukuta mtu yupo kanisani, unamwona kabisa huyu ameokoka, anaishi maisha ya mazuri matakatifu akiwa kanisani, lakini akiwa nyumbani, akiwa kazini, akiwa mtaani, maisha yake tofauti kabisa. Na ndio maana sio neno zuri sana kutumia kwamba tumeokoka. Sema nimeokoka. Sema nimeokoka, kwa sababu watu wengi sana tunakimbilia imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Rafiki yangu, nitakueleza kitu kimoja, kwamba niangalizie kwenye Biblia mahali ilipoandikwa tusiangalie picha za uchi, tusiangalie pornography, tusiangalie watu wanavyofanya tendo la ndoa kwenye mitandao. Nitafutie mahali gani imeandikwa. Hakuna mahali ilipoandikwa. Lakini je, kufanya hivyo ni vizuri? Sio vizuri, ni dhambi. Kutenda hivyo ni dhambi. Kuna vitu vingine kwenye Biblia havijaandikwa, lakini ukivifanya vinakupelekea wewe kumkosea Mungu, vinakupelekea wewe kutokuishi maisha ya haki, kutokuishi maisha ya uadilifu, kutokuishi maisha matakatifu. Vinakupelekea wewe kufanya kitu ambacho sio sahihi kwa jamii yako, kwa familia yako, kwa taifa lako. Kama kijana, angalia hao maadui zako watatu wasipate nguvu na nafasi kwenye maisha yako. Adui wa kwanza nimekueleza shetani, adui wa pili nimekueleza dunia, adui wa tatu nimekueleza mwili wako. Na hawa maadui wanategemeana. Adui wa kwanza akipata nguvu, adui wa pili anapata nguvu zaidi, na adui wa tatu anakuwa na nguvu zaidi. Sasa utawezaje kuwashinda? Utaweza kuwashinda kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Roho Mtakatifu akakaa ndani yako. Unakuwa mtu mwaminifu. Achana na ile kuokoka kwa unafiki. Watu wengi wanaokoka kinafiki. Watu wengi wanaokoka kinafiki. Wanaonekana wako kanisani, lakini wanaishi maisha ya kinafiki. Maisha ya kinafiki, anakuwa na maisha ya aina mbili. Acha maisha ya namna hiyo.
Wewe umeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuvaa vimini imeanzia wapi? Unavaa kinguo kinafika magotini na kinampasuo mpaka huku juu kwenye paja. Umeokokaje wewe? Umeokokaje? Unasema kijana umeokoka. Una visichana vingi mtaani huko. Wewe umeokokaje? Wewe wokovu wako ni wa aina gani? Hata kama haijaandikwa, unasema imeandikwa wapi? Hata kama haijaandikwa, maisha gani hayo unaishi? Maisha gani? Sio ya haki, sio ya uadilifu, sio matakatifu. Unapoteza wajibu wako kwa familia yako, unapoteza wajibu wako kwa jamii yako, unapoteza wajibu wako kwa kanisa lako, unapoteza wajibu wako kwa taifa lako. Wewe kama kijana, hakikisha unawaepuka hawa maadui watatu. Usikubali. Toka kwenye hizo zama za kusema imeandikwa wapi. Jazwa Roho Mtakatifu, atakuonyesha ilipoandikwa. Imeandikwa kwenye kibao cha moyo wako. Anasema amri zangu zitaandikwa kwenye vibao vya mioyo yao. Amri inaandikwa kwenye kibao cha moyo wako. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakuambia hiki usifanye, hiki usifanye, hiki fanya, hiki acha. Amri inaandikwa kwenye kibao cha moyo wako. Hata kama huku ukisoma kwenye Biblia hauioni, lakini ndani ya moyo wako ukitaka kufanya, Roho Mtakatifu anakuzuia, anakuambia hiyo hapana. Tuliokoka tuishi hivyo. Tuliokoka tupaki makeup. Tuliokoka acha kuangalia kwamba mchungaji fulani kapaka, mama mchungaji amepaka. Acha, hatupaki. Acha maisha hayo ya kufuatafuata nani. Huo ndo ulimwengu ninaokueleza. Hiyo ndo dunia ninayoisema kwamba fulani amefanya, na kwa sababu shetani amekamata akili zako, hauoni ubaya wowote ule, hauoni. Rafiki yangu, mbinguni hatwendi kwa namna hiyo, hatwendi kirahisi rahisi hivyo. Yesu Kristo anarudi. Hii dunia shetani amelenga, amekusudia kuichakaza, kuwavuruga watu wote waliookoka, ambao hawajaokoka, kuwavuruga. Na ndio maana Biblia inasema kama siku hizi zisingalipizwa asingeokoka hata mmoja. Sasa siku hizi, yani tumebakiwa na muda mchache. Yesu Kristo anarudi. Kuwa makini sana namna unavyoenenda na unavyoishi. Wewe kijana, kuwa makini sana. Unawindwa sana kwa sababu wewe unategemewa na familia, na jamii, na kanisa, na taifa. Unategemewa na Mungu, anakuhitaji na shetani anakuhitaji ili akutumie kutimiza kusudi lake. Kwa hiyo kuwa makini sana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako. Ninasema asante kwa neema yako na upendo wako. Ninasema asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante Adonai Elohim. Asante Jehova Jire, Jehova Nisi. Mungu, wasaidie watu wako. Tusaidie vijana, wasaidie vijana kuishi maisha ya haki, ya uadilifu na utakatifu, ili Bwana wa Bwana, Mungu mwenye nguvu, tuweze kulifaa taifa letu, tuweze kulifaa kanisa, tuweze kuifaa jamii, tuweze kuifaa familia, katika jina la Yesu Kristo. Tunasimama kinyume na hao maadui wanaowinda maisha yetu. Huyo adui yetu shetani, huyo adui yetu dunia, huyo adui yetu mwili, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Visitutawale wala kutumiliki, bali neema yako Bwana ikae ndani yetu, tuweze kuishi maisha ya kukupendeza wewe Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen.